Mnamo mwaka wa 1740 kabla ya Kristo kuzaliwa, mchawi mwenye nguvu sana aitwaye Merlin aliwachagua wachawi watatu vijana ambao ni Balthazar, Veronica na Horvath kuwa wanafunzi wake. Akawapa mafunzo ya kichawi miaka kadhaa, na baada ya kuwa hodari katika uchawi, mwanafunzi wake mmoja aitwaye Horvath hatimaye alimsaliti mwalimu wake ambaye ni Merlin. Hivyo akaamua kujiunga na kushirikiana na mchawi mwovu aitwaye Morgana, ambaye ni adui mkubwa zaidi ya Merlin, ambaye alikusudia kuchukua dunia nzima. Siku moja, wakati wa shambulio kwenye ngome ya Merlin, Horvath alimsaidia Morgana kumdhibiti Merlin kabla hajamchoma kwa kisu. Akiwa anafariki taratibu, Morgana alimwamuru Horvath mara moja aibe ukurasa kutoka kwenye kitabu cha Merlin cha uchawi. Ukurasa huo ulikuwa na uchawi hatari wa kuweza kufufua jeshi la wafu ili kuwafanya wanadamu kuwa watumwa. Baada ya kung'oa ukurasa na kukimbia, Balthazar aliingia chumbani na kujaribu kumzuia Morgana, lakini alikuwa na nguvu nyingi sana kwake. Wakati alipokuwa karibu kumuua, Veronica alimshambulia Morgana na kuanza kufyonza roho yake ndani ya mwili wake mwenyewe, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa njia pekee ya kumdhibiti. Kwa bahati mbaya, Morgana alijaribu kumuua Veronica kutoka ndani ya mwili wake. Balthazar alipoona hili, aliamua kumsaidia kwa kumfunga Veronica na roho ya Morgana pamoja ndani ya gereza la kichawi linaloitwa Grimhold. Akiwa ndani ya gereza hilo, alijiuliza afanye nini baadaye. Wakati huo, Merlin alikuwa akikaribia kifo chake, alimpa Balthazar pete yake ya joka na kumwambia aitumie kumtafuta mchawi maalum aitwaye Primerlinian, kwa kuwa ndiye pekee angeweza kumshinda Morgana na kuzuia mipango yake mibaya. Baada ya kusema hivyo, Merlin alifariki na Balthazar akaanza safari ya kumtafuta Primerlinian. Wakati wa safari yake, alikumbana na baadhi ya wafuasi wa Morgana na akawafunga kwa mafanikio ndani ya safu za gereza la Grimhold. Hatimaye Horvath naye alinaswa baada ya miaka mingi, lakini hata hivyo Balthazar bado hakufanikiwa kumpata mchawi maalum ambaye Merlin alimzungumzia. Primerlinian pekee ndiye aliyebaki kuwa tumaini. Miaka mingi baadaye ikapita. Mnamo mwaka 2000, kijana aitwaye Dave aliondoka nyumbani na kuungana na wanafunzi wenzake kwa safari kuelekea shuleni. Ndani ya basi, Dave aliandika mchoro kwenye dirisha, jambo lililomvutia Becky ambaye ni msichana aliyempenda. Becky alionekana kuupenda mchoro huo na hilo lilimfurahisha Dave sana. Walipofika kwenye kituo cha safari, Dave hakuacha kumtazama Becky. Hatimaye alimwandikia ujumbe akimuuliza kama angekuwa rafiki yake au mpenzi wake. Becky alishangazwa na hili, lakini hata hivyo amjibu na kuacha karatasi hiyo kwa Dave achukue mwenyewe. Alipokwenda kuichukua, karatasi ilipeperushwa na upepo na kumlazimisha Dave kuikimbiza. Cha ajabu, karatasi hiyo iliendelea kumtoroka hadi ikaingia kwenye duka la vitu vya kale vya thamani. Dave alipoingia aliona vitu vingi vya kale, ikiwa ni pamoja na taa ndogo ya aina ya kizamani. Dave alivutiwa nayo na kwa kuwa ilifanana na taa ya kichawi, aliamua kuibeba. Kwa bahati mbaya aliangusha baadhi ya vitu dukani kabla Balthazar kuonekana kama mmiliki wa duka. Dave alihisi aibu na akaomba msamaha kwa kilichotokea. Pia alieleza kuwa aliingia dukani humo kutafuta karatasi yake iliyopotea. Balthazar aliona jambo hili kama bahati ya ajabu kwamba karatasi ya Dave iliingia dukani mwake bila mpangilio. Hivyo akamwambia Dave asubiri wakati alipokwenda kuchukua kitu. Aliporudi, Balthazar alimwonyesha Dave pete ya joka ya Merlin na kumwambia aishike. Dave alihisi hofu na akasema alipaswa kuondoka kwa kuwa mwalimu wake hakutaka wazurure. Hata hivyo, Balthazar alisisitiza, na wakati alipokuwa karibu kuondoka, mchawi huyo alifunga mlango. Hatimaye Dave anaamua kufanya kile ambacho Balthazar anataka. Anaposhika pete, kiumbe cha joka kilichokuwa juu yake kinapata uhai na kujizungusha kwenye kidole cha Dave. Balthazar anashangazwa sana na jambo hili na anamwambia Dave asijali kwa sababu pete imemchagua yeye. Anaongeza kuwa pete hiyo inaashiria kwamba Dave atakuwa mchawi muhimu. Dave bado anaonekana kuchanganyikiwa, lakini Balthazar anamwambia asubiri dukani wakati yeye anaenda kumletea kitabu maalum cha uchawi kilichoandaliwa kwa ajili yake. Anapoondoka anamkumbusha Dave kutogusa chochote na Dave anaahidi hivyo. Muda mfupi baadaye, Dave ghafla anatambua kwamba pete inavuta mkono wake kuelekea ukutani. Hatimaye kwa nguvu za pete, sehemu ya ukuta inavunjika na kitu kinachoitwa Grimhold, ambacho ni gereza la kichawi, kinaanguka nje. Watazamaji, Grimhold ni kama mfano wa kichupa au chungu fulani hivi, ambacho ni gereza la kichawi lenye nguvu za siri zilizoundwa kushikilia wachawi kwa mfumo wa picha. Dave anakibeba na kukiangalia kwa makini. Kwa mshangao, anaona picha ya Horvath juu yake. Anaposhangaa ni nini anakitazama, Grimhold ghafla inafunguka. Dave analirusha chini mara moja na ghafla mmende wengi wanaanza kutoka ndani yake. Wanaungana pamoja na kuunda umbo la Horvath. Dave anashangazwa sana na hili, lakini Horvath anamuuliza tu ni mwaka gani waliopo kwa sasa. Kabla Dave hajajibu, Balthazar anaingia kwa ghafla na kumshambulia Horvath, huku akionekana kukasirishika kwa sababu Dave aligusa kitu dukani kinyume na maonyo yake. Hata hivyo anamwambia Dave atafute sehemu ya kujificha na akae kimya ili yeye apambane na Horvath. Wanaume hao wawili wanapoanza vita visivyo na kimo, Dave anajificha na hatimaye anainua Grimhold kwa lengo la kutoroka nayo. Kabla hajaondoka, Horvath anaunda duara la moto dukani ili kumzuia Balthazar asimkaribie.
kisha anamwamuru Dave aweke chini Grimhold. Kabla Dave hajafanya hivyo, Balthazar anamshambulia Horvath tena na kuendelea kumzuia asimkaribie Dave. Balthazar anamwambia Dave akimbie, na anapofanya hivyo chungu la ajabu linaanguka na kuwafunga wanaume hao wawili ndani yake. Dave anatoka dukani haraka na kulitupa Grimhold upande wa pili wa barabara. Anapofika nje, anamwona mwalimu wake akilalamika kwa sababu aliingia dukani bila ruhusa. Dave anajaribu kueleza kilichotokea ndani, lakini mwalimu anapoingia kuthibitisha, kila kitu kinaonekana kikiwa cha kawaida. Kisha anamkemea Dave kwa kudanganya na marafiki zake wanamcheka. Miaka 10 baadaye, Dave tayari ni mwanafunzi wa chuo kikuu na anaishi na mwanafunzi mwenzake aitwaye Bennett. Siku ya kuzaliwa kwake, Bennett anamshauri waende wakasherehekee, lakini Dave anasema anapaswa kutumia muda wake kwenye mradi wake wa coil. Anaongeza kuwa anapaswa kutoa wasilisho kwa wanafunzi wapya wa fiziki katika kitivo chao. Baada ya kuondoka chumbani, Dave anakwenda shuleni na kujiandaa kwa wasilisho wake. Ghafla karatasi zake za maandishi zinapeperushwa na kuanguka mbele ya msichana. Anapomtazama, anatambua kuwa ni Becky. Dave anaonekana mwenye furaha kubwa kumwona tena, na Becky pia anamkumbuka kama yule mvulana waliwahi kukimbilia duka la vitu vya kale wakati wa ziara ya shule. Dave anajaribu kubadilisha mada kwa sababu anahisi ayabu, lakini Becky bado anamuuliza nini kilimtokea baada ya siku ile. Dave anamwambia Becky kuwa baadaye alilazimika kumwona daktari ambaye alimwambia labda alikuwa anaona vitu visivyo halisi. Baada ya siku ya hii, baada ya darasa, Dave anatembea na Becky na kumuuliza kama anafurahia masomo yake ya fiziki. Becky anasema sio kitu chake sana na kwamba yeye anapenda zaidi muziki. Anasimama mbele ya ofisi ya redio ya chuo na kumwambia Dave kwamba hapo ndipo anapofanyia kazi. Dave anaonekana kushangazwa na kumuuliza Becky anafanya nini pale. Becky anamjibu kuwa ana kipindi chake cha redio, ingawa si watu wengi wanaokisikiliza. Dave anamwambia kwamba ataanza kukisikiliza. Kabla Becky hajaingia ndani, ghafla antena iliyokuwa juu ya jengo inapata hitilafu. Becky anakimbilia ndani kuangalia kinachoendelea na Dave anamfuata. Anaposikia kuwa antena haipitishi masafa sahihi, Dave anajitolea kumsaidia Becky na waandaji wake kurekebisha tatizo. Baada ya muda, Dave anafanikiwa kulitatua. Becky anamshukuru, naye Dave anamwambia kuwa alimsaidia kwa sababu aliona jambo hilo lilikuwa muhimu kwake. Becky anakubali kuwa ni kweli, na Dave anamtajia kuwa yeye mwenyewe ana shauku zaidi kwenye fizikia. Wakati huo huo, chungu cha ajabu kutoka dukani mwa Balthazar sasa kipo nyumbani mwa mwanamke aliyekinunua miaka mingi iliyopita. Ghafla chungu kinaanza kutetemeka. Mume wa mwanamke huyo anamkemea kwa nini alinunua kifaa cha kale kisicho na maana. Mara kundi la inzi linatoka ndani yake na kuungana pamoja kumfanya Horvath, ambaye mara moja anauliza ikiwa ndiye mtu wa kwanza kutoka. Mwanamke huyo anaanguka na kupoteza fahamu. Horvath anatambua kuwa Balthazar bado amenaswa ndani ya chungu hicho. Anatabasamu kwa furaha na kukitupa chungu dirishani ili kuhakikisha Balthazar hatotoroka kamwe. Kwa bahati nzuri, Balthazar anafanikiwa kutoroka kabla chungu halijaanguka chini na kuvunjika. Baada ya hapo, anaenda juu ya jengo na kutumia nguvu zake kuligeuza sanamu la ndege wa chuma kuwa ndege halisi ili kulitumia kumtafuta Horvath. Wakati huo, Horvath tayari amewasili kwenye makazi ya Dave na kumtisha mara tu kijana huyo anaingia chumbani kwake. Horvath anamuuliza Dave alipoificha Grimhold. Dave anamjibu kwamba hana kitu hicho na anaongeza kuwa alikitupa barabarani. Horvath hamwamini na anamnyoshea vitisho vya kumshambulia. Dave anakimbilia nje ya chumba kwa sababu hawezi kuamini kama anapitia tena jinamizi lile lile la miaka mingi iliyopita. Horvath anatumia nguvu zake kuwatuma mbwa mwitu kumfuata Dave. Baada ya kumkimbiza kwa muda, mbwa mwitu hao wanampata Dave. Kijana huyo anaomba msamaha na huruma, akisisitiza kwamba hajui Grimhold ipo wapi. Lakini Horvath bado hamwamini na anapoamuru mbwa wake wamshambulia Dave, ghafla wanabadilika na kuwa mbwa wadogo wasio na madhara. Horvath anashangaa nini kinatokea. Ndipo Balthazar anaonekana akiwa na ndege wa chuma na kumshambulia Horvath. Pia anamuuliza Dave alipo Grimhold, lakini kijana anasisitiza kwamba hana nacho. Kabla Horvath hajaamka tena kumshambulia, Balthazar anamsaidia Dave kupanda ndege huyo ili waweze kutoroka pamoja. Muda mfupi baadaye, wanatua juu ya jengo. Dave anashangazwa kuona ndege wa Balthazar anarudi tena kwa sanamu. Anaonekana mwenye hofu na wasiwasi, akisema hataki kukumbuka kilichotokea miaka 10 iliyopita. Balthazar anamwambia kwamba yeye ni mtu maalum mwenye kipaji cha kipekee, lakini Dave anajibu kuwa angependa tu kuwa wa kawaida, na anaongeza kuwa hataki kuwa na uhusiano wowote na uchawi. Ghafla, Balthazar anafuatilia pete ya Merlin na kugundua kwamba ipo kwenye kabati la Dave, na hivyo anatambua kwamba kijana haikuitupa.
Dave anasema alikuwa akipanga kuwauzia pete hiyo, lakini Balthazar anatambua kwamba anadanganya. Hapo anamuuliza tena Dave kuhusu Grimhold, lakini kijana anaeleza kwamba aliitupa baada ya kutoka dukani siku ile, huku akijiuliza ni kitu gani maalumu kilichomo humo. Balthazar anamwambia Dave kwamba Grimhold ni gereza la kumfunga Morgana na baadhi ya askari wake, ambao Horvath atawaachia huru iwapo ataipata kwanza. Anaongeza kuwa Horvath anashirikiana na Morgana ambaye lengo lake kuu ni kuua wanadamu wote na kutawala dunia. Dave bado anasema anapendelea kuishi maisha ya kawaida na kwamba hapendi kuwa na uhusiano wowote na uchawi. Balthazar anaona kwamba kijana anafanya makosa, lakini anamwambia kuwa atakuwa huru kufanya chochote anachotaka alimradi amsaidie kuirejesha Grimhold mahali popote ilipo. Ingawa mwanzoni Dave alikuwa na wasiwasi, hatimaye anakubali. Balthazar anatumia nguvu zake kufuatilia Grimhold hadi sehemu fulani kule Chinatown, katikati ya jiji. Baada ya kubaini mahali ilipo, Balthazar anaingia kwenye gari lake na kuendesha kuelekea huko akiwa pamoja na Dave. Njiani, Dave anauliza maswali kuhusu jinsi ya kutumia nguvu za pete. Balthazar anaanza kumfundisha jinsi ya kuitumia. Kwa bahati mbaya, Dave haelewi mara moja na anaonekana kukatishwa tamaa. Kisha Balthazar anamweleza kwamba kama mchawi ataweza kuendesha vitu vya kimwili kwa namna ambayo atatumia uwezo wote wa ubongo wake. Tulia na ondoa mawazo, anasema. Anaongeza kwamba ndivyo walivyozaliwa na ndio sababu fizikia ni rahisi sana kwa Dave, ingawa bado anaonekana kuchanganyikiwa. Balthazar anamkumbusha kwamba iwapo atatumia nguvu zake, lazima afanye kwa siri ili wanadamu wa kawaida wasimuone. Wakati huo huo, Horvath anarudi mbele ya duka la Balthazar kuishi tena kumbukumbu ya wakati Dave alipokimbia miaka 10 iliyopita. Anapotazama kilichotokea, Horvath anatambua kwamba Dave alitupa Grimhold, lakini mtu mwingine aliokota. Baada ya kugundua hilo, anaamua kumfuata mwanamke huyo. Baada ya dakika chache, Balthazar na Dave wanafika Chinatown kutafuta Grimhold. Balthazar anapoingia ndani ya jengo ambako nguvu zake zimeonyesha Grimhold ipo, anamwambia Dave asalie nyuma. Balthazar anaingia ndani ya dukani na kukutana na mwanamke anayeuza vitu vya kale. Anapoulizia kile anachokitafuta, anatambua kwamba kuna kitu kisicho cha kawaida kwa mwanamke huyo. Hapo anamtupa kwa nguvu upande wa pili wa chumba na kugundua kwamba kumbe Horvath amebadilisha umbo lake. Horvath anajigimba kuwa tayari ameshapata Grimhold na amefungua safu moja yake ili kumwachia mmoja wa askari wa Morgana aitwaye Sunlock. Mara moja Sunlock anamshambulia Balthazar, lakini mchawi huyo mwema anamrusha nje ya dirisha. Sunlock anapotua chini, anaangukia karibu na Dave ambaye hakuwa na ufahamu wote wa kinachoendelea. Kabla jambo lolote kumtokea, Balthazar anamwambia Dave akimbie na kijana anafanya kama alivyoamriwa. Bahati mbaya, Sunlock ana uwezo kuwaita majoka na anamuita joka kubwa kumkimbiza Dave. Hata hivyo, kijana huyo anafanikiwa kuepuka kunaswa. Hatimaye anafika sehemu asiyoweza kukimbilia tena. Ndipo Dave ananyoosha pete ya joka kuelekea kwa Sunlock na kujaribu kuona kama anaweza kutumia nguvu zake. Balthazar anaona hili na kumshauri Dave atulize akili yake, lakini kijana bado hajui namna kufanya hivyo. Baada ya muda, Dave hatimaye anafanikiwa kuelekeza nguvu za pete na kulipua wimbi kubwa la nishati lililomshambulia joka. Baada ya Dave kulishinda joka, Balthazar anamsaidia kumalizia pambano dhidi ya Sunlock kabla ya kumfunga tena ndani ya Grimhold. Wakati hayo yanatokea, Horvath anamwona Dave akiwa amevaa pete ya Merlin na anashangazwa sana kwa sababu anajua kwamba ni mrithi wa Merlin pekee ndiye anaweza kuivaa pete hiyo. Hata hivyo, badala ya kufanya chochote, anaamua kuondoka wakati maafisa wa polisi wanafika eneo hilo. Polisi wanapouliza nini kimetokea hapa, Balthazar anaona hili na mara moja anatumia nguvu zake kugeuza maumbo yao yeye na Dave ili waonekane kama polisi. Kwa njia hiyo, wanawadanganya maafisa halisi kwamba hakuna kitu cha kutiliwa shaka kilichotokea, licha ya ripoti za wakazi waliodai kuona joka. Baada ya hapo, Balthazar anampeleka Dave kwenye gari na kumwomba pete ya Merlin ili kijana aweze kuendelea kuishi maisha yake ya kawaida. Hata hivyo, Dave anaonekana kufurahia sana kile kilichotokea na anamwomba Balthazar amfundishe kila kitu anachohitaji kujua ili awe mchawi ambaye dunia inamhitaji. Balthazar anafurahi kusikia haya na anakubali kumfundisha, ingawa anasema watahitaji sehemu ya siri ya kufanya mafunzo hayo. Dave anamtajia kuwa ana mahali pazuri kwa hilo, na baada ya muda anampeleka Balthazar kwenye maabara yake ya siri ambako huwa anafanyia kazi mawazo yake ya fizikia. Kabla hawajaanza mafunzo, Balthazar anaweka Grimhold chini na kulitumia jilozi la uchawi kulifanya lionekane halipo. Kisha anachora duara ya Merlin sakafuni na kumwambia Dave kwamba akitembea ndani ya duara hilo na kuanza mafunzo yake, hata kuwa na uwezo wa kubadilisha uamuzi wake tena. Dave haoni kama hilo ni wazo baya, kwa hiyo anaingia ndani ya duara na Balthazar anatangaza kwamba sasa kijana huyo atakuwa mwanafunzi wake. Wakati huo huo, Horvath anamtafuta mmoja wa wafuasi wake wa zamani na kumwambia kuwa anahitaji jeshi. Mwanaume huyo anamjibu kwamba kuna mtu mmoja anaweza kufanya chochote anachotaka. Horvath anaonyesha kuvutiwa na anaelekezwa kwenye nyumba ya mchawi kijana aitwaye Drake. Drake anapotambua kwamba ni Horvath,
anaonekana kufurahi sana kukutana na hadithi hai, lakini Horvath haonekani kuvutiwa mara moja na uwezo wa Drake. Drake anamwambia kwamba ingawa bwana wake alimwacha kabla hajakamilisha mafunzo yake, bado ana ujuzi mzuri katika uchawi. Horvath anapenda kusikia hivyo na anamwambia Drake kwamba anadhani Balthazar amempata mrithi halisi wa Merlin. Wakati huo huo, Balthazar anaendelea kumfundisha Dave. Ingawa kijana huyo anahangaika mwanzoni, hatimaye anaweza kufanya mambo madogo yanayomfurahisha mwalimu wake. Baada ya muda, wanatoka kununua chakula cha jioni na kuketi kwenye benchi karibu na bustani. Wanapokula, Balthazar anatambua kwamba Dave alichagua benchi hilo kwa makusudi, kwa sababu liko karibu na ofisi ya redio ya chuo anapofanyia kazi Becky. Balthazar mara moja amshauri Dave kuepuka kupenda, kwa sababu mapenzi yanaweza kufanya mambo kuwa magumu. Lakini Dave anamwambia kwamba amempenda Becky tangu akiwa watoto na ana matumaini makubwa kwamba atakuwa mpenzi wake. Balthazar hapendi hili, lakini Dave bado anajitokeza kumfuata Becky anapomaliza kazi. Anapotembea naye kuelekea kituo cha treni, Dave anamwambia kuwa alisikiliza kipindi chake cha redio siku ya jana, na Becky anaonekana kufurahi sana kusikia hilo. Kabla hawajazungumza zaidi, ghafla jambazi mmoja anatokea na kumnyang'anya Becky bangili yake. Becky anaonekana kusikitika na kusema kuwa ilikuwa bangili ya marehemu bibi yake. Dave anahisi huzuni kwa ajili yake na anamwambia asubiri pale. Kisha anakimbia kumzuia jambazi huyo asiondoke. Hata kama jambazi huyo anaonekana kuwa hatari, hatimaye Dave anatumia nguvu za pete yake kumshinda yule jambazi na kuchukua tena bangili ya Becky. Anapomrudishia, Dave anasema, bangili ya bibi yako, na Becky anaonekana kushangazwa sana. Anauliza Dave aliwezaje kuipata tena licha ya jambazi kuwa mkubwa kuliko yeye. Dave anadai kwamba yeye ni mzuri sana kwenye mapigano. Lakini Becky hamwamini. Anaongeza pia kwamba kuna kitu cha ajabu kipo ndani ya Dave. Hata hivyo, Dave haraka anabadili mada na kumuuliza Becky kama angependa kuja mahabara yake ili aweze kumfundisha chochote atakachohitaji kwa ajili ya mitihani inayokuja. Becky anapenda wazo hilo na anakubali kukutana naye mahabara siku inayofuata. Dave anafurahi sana kusikia hivyo, na Becky anapoondoka anamwambia atamtumia anwani baadaye. Mara baada ya Becky kuondoka, Balthazar anajitokeza mbele ya Dave na kumwonya tena kwamba kuwa katika uhusiano kunaweza kumletea matatizo, lakini Dave bado anaonekana kuwa na nia kubwa ya kuwa na Becky. Kesho yake wakiwa kwenye mafunzo maabara, Becky anaingia ghafla. Dave anamuomba sana Balthazar aondoke mara moja. Ingawa mwanzoni anaonekana kusita, Balthazar hatimaye anakubali kuondoka, lakini kwanza anakutana na Becky na kumtambulisha kama mjomba wake Dave. Baada ya muda, Dave anamtembeza Becky kuzunguka maabara yake na kumweleza kuhusu mradi wake. Kisha anaonyesha maonyesho madogo ya umeme akizalisha miale ya cheche ambazo zinatoa sauti sawa na nyimbo zinazochezwa kwenye kipindi cha redio cha Becky. Becky anaonekana kuvutiwa sana na hili, na Dave naye anaonekana mwenye furaha kwa sababu hatua kwa hatua anaweza kumvutia zaidi moyoni mwake. Baada ya kuondoka maabara na kuelekea shule, Dave anamuuliza Becky kama angependa kurudi tena, na Becky anasema angependa sana. Wanakubaliana kukutana tena siku inayofuata, na Dave anaonekana mwenye furaha sana anapoelekea chooni. Hata hivyo, huko bafuni, Drake anamkabili na kumwita Prime Millennium. Dave hajui maana yake, lakini Drake anafichua nguvu zake na kumtishia kumdhuru. Kabla hajafanya lolote, Horvath anaingia bafuni na kumwambia Drake alinde mlango. Dave hatimaye anatambua kilichokuwa kikiendelea. Horvath anamuuliza tena kuhusu Grimhold, lakini Dave anasema hana wazo lolote Balthazar alikoficha. Kisha Horvath anauliza kama Balthazar tayari alimwambia kuhusu yule mtu aliye ndani, jambo linalomfanya Dave aonekane kuchanganyikiwa sana. Horvath anamwambia kijana huyo kwamba mwalimu wake si mtu wa kuaminika na kuna mambo mengi sana ambayo hakumwambia. Niambie Dave, anasisitiza. Dave bado anashangaa kuhusu maneno hayo, lakini ghafla Balthazar anaingia bafuni na kuanza kupambana na Drake na Horvath. Baada ya mapigano mafupi, anamshinda Drake na kumfungia Horvath ndani ya kioo. Baada ya muda, Dave anaporudi maabara yake, anamuuliza Balthazar kuhusu mtu aliye ndani ya Grimhold, na Balthazar anamwambia ni Morgana. Kisha anamweleza Dave hadithi kwamba Merlin alikuwa na wanafunzi watatu aliowapa uchawi maalumu wa kuwazuia kuzeeka hadi pale watakapompata mtu wa kurithi nguvu zake. Balthazar anasema mtu huyo ni Dave na anahitaji kukubali hatima yake, lakini Dave anaonekana kuwa na hofu na anasema hataki kujifunza uchawi tena. Balthazar anakasirishwa kusikia hivyo na anamkumbusha Dave kwamba asisahau kiao alichokiweka wakati waliingia ndani ya duara la Merlin. Dave hakusema chochote, ila bado anaamini yeye si mtu sahihi wa kurithi nguvu za Merlin. Wakati huo, Horvath anaenda shule ya Dave na kutumia mchawi kumdhibiti katibu wa shule, akamlazimisha kufichua kila kitu. Shule sasa inajua kuhusu Dave pamoja na maabara yake. Wakati huo, Dave anamuuliza Balthazar atawezaje kujua muda atakapokuwa Prime Millennium.
Balthazar anamwambia kwamba siku hiyo itakapofika atapata nguvu bila hata kuhitaji kutumia pete. Wakiendelea na mafunzo, Balthazar anamwonyesha Dave uchawi wa kuunganisha roho ambao bado anajaribu kuujua. Anaongeza kwamba mara ya pekee aliyowahi kuona mtu akifanya spell hiyo ilikuwa kitambo sana, na hata yeye hajui kama ingeweza kufanikiwa akijaribu. Kabla hajaendelea kueleza chochote, Dave anaangalia saa yake mkononi na kugundua kwamba Becky atafika maabara muda si mrefu. Anaanza kumsihi Balthazar aondoke haraka, ingawa mwanzoni anakataa na kulalamika, hatimaye anakubali kuondoka. Dave anaanza kufanya usafi wa maabara, lakini kwa sababu muda umekwenda sana na hawezi kumaliza kabla Becky hajafika, anaamua kutumia pete kusaidia kazi. Bahati mbaya, hali inakuwa mbaya zaidi kwa sababu pete inapoteza udhibiti na hata vifagio pamoja na zana nyingine za usafi vinamshambulia. Karibu mara moja Becky anawasili kwenye maabara, lakini Dave hawezi kumruhusu aingie. Kwa hivyo, hana budi ila kumwambia aondoke. Dave anazungumza kwa mtindo wa ajabu na Becky anatambua hilo, lakini anaondoka tu. Dave anabaki amevunjika moyo. Anapofikiria jinsi atakavyoshughulika na vifagio vinavyomwandama, Balthazar anaingia na kumsaidia kusafisha. Baada ya hapo, anamshutumu Dave kwamba hatili mambo haya uzito. Dave anajitetea akisema anaweka bidii yake yote, lakini mambo hayamnyokei. Balthazar anafikiri kwamba Dave hajiamini vya kutosha, lakini Dave anakasirika na kumwambia kwamba huenda bwana wake huyo alikuja tu kwenye maisha yake ili kuigeuza kwa mateso. Balthazar anasema hajui ana maana gani, lakini Dave anaonekana chochoka na kushindwa kudhibiti nguvu zake, hivyo anachukua hatua ya kuondoka. Dave anasimama kwenye duka la kahawa na anamwona Becky yumo ndani. Anatafakari kuingia kuomba msamaha, lakini anaamua kuendelea na safari. Becky anamwona akiondoka, hivyo anamfuata hadi juu ya jengo ambapo Dave alikuwa karibu kutupa pete ya Merlin. Anaposikia sauti yake, Dave haraka anaficha pete hiyo na kumuuliza aliwezaje kumfuata. Becky anasema alimfuata tu. Dave anaomba msamaha kwa yaliyotokea awali. Becky haonekani kujali sana na anamwambia kwamba hajawahi kumfikiria Dave kama mtu wa ajabu, hata wakiwa watoto. Baada ya muda mfupi, Dave anarudi maabara kumwambia Balthazar kwamba sasa yupo tayari kuendelea na hatua inayofuata ya mafunzo. Balthazar anasema wanaweza kuanza mara moja, lakini ghafla inafahamika kwamba Drake alikuwa ameigeuza sura yake kuwa ya Dave ili kumdanganya Balthazar. Kabla Balthazar hajatambua kilichokuwa kinatokea, Drake na Horvath wanamfunga kwa kamba na kuanza kutafuta Grimhold. Hatimaye Horvath anatumia nguvu zake maalum kuigundua. Anapoikuta, anajaa hasira kwa kusema haamini kwamba Veronica alimchagua Balthazar badala yake. Anaongeza kwamba sasa ataachilia Morana ili anze awamu inayofuata ya mipango yake. Balthazar anafanikiwa kuachilia mkono mmoja lake na kutumia spell kumrusha Drake mbali. Kabla hajafanya jambo lingine, Horvath karibu anamuua. Lakini kwa ghafla, Dave anaingia maabara na kutumia pete ya joka kuzuia visu vilivyokuwa vikimshambulia Balthazar. Mara moja baada ya hapo, Horvath na Drake wanatoroka, lakini Balthazar na Dave wanakimbia kuwafuata baada ya kuwawinda kwa muda mrefu. Hatimaye, Horvath anamshughulisha Balthazar kwa kumfanya mtu mmoja mtaani aonekane kama Veronica. Hili linamwezesha yeye na Drake kutoroka, lakini Dave anatambua kwamba kuna mengi zaidi kwenye hadithi ya Balthazar. Baada ya kurudi maabara, Balthazar anamweleza Dave jinsi Horvath alivyomsaliti Merlin kwa sababu hakuweza kuvumilia ukweli kwamba Veronica alimkataa. Anamwonyesha Dave mkufu ambao alikuwa amekusudia kumpa Veronica usiku alipokubali kujitolea mhanga ili kumwokoa. Dave anamhurumia sana na anamwambia kwamba atamsaidia Balthazar kwa njia yoyote awezayo. Muda mfupi baadaye, Drake anamwambia Horvath kwamba amefanikiwa kuzifanya sahani zote za satellite mjini ziunganishwe kwa ajili ya hatua inayofuata ya mipango ya Morgana. Anapouliza afanye nini baada ya hapo, Horvath anamsaliti na kumuua Drake, kisha anaiba pete yake. Baadaye anamwajiri mchawi mdogo aitwaye Abigail ili kumsaidia kumteka Becky. Baada ya Abigail kufanya hivyo, Horvath naye anamuua mchawi huyo na kuchukua pete yake pia. Anataja kwamba anahitaji pete moja zaidi ili kuweza kumwachilia Morgana kutoka kwenye Grimhold. Wakati huo huo, Dave na Balthazar wanakwenda kwenye nyumba ya Horvath. Wanapofika, wanagawanyika kila mmoja akitafuta Grimhold. Dave anaibona mwishowe, lakini Balthazar anaangukia mtego uliowekwa na Horvath. Kabla Dave hajafanikiwa kumtafuta Balthazar na kuondoka na Grimhold, Horvath anaibuka akiwa na Becky na kumtishia kwamba atamuua msichana huyo endapo Dave hatatoa pete ya Merlin. Dave hakusita hata kidogo kwa sababu anampenda Becky. Hivyo Horvath anafanikiwa kupata pete zote alizohitaji pamoja na Grimhold. Baada ya kuondoka, Balthazar ananusurika kutoka kwenye mtego na kumkuta Dave akiwa na Becky. Dave anamweleza kilichotokea, lakini Balthazar haonyesha ashira kwamba alipoteza pete kwa ajili ya msichana huyo. Anasema tu kwamba sasa atalazimika kuwakabili Horvath na Morgana peke yake. Dave anasema ni hatari sana na anajitolea kusaidia, lakini Balthazar anamwambia sio jambo la maana kwa sababu sasa hana pete yake. Kisha Balthazar anaruka juu ya ndege wake wa chuma na kuondoka. Becky anashangaa sana na kumuuliza Dave kinachoendelea. Dave anamkiri kwamba yeye ni mchawi na anamweleza kila kitu kitakachotokea. Becky anaonekana kushangazwa, lakini anamwamini Dave na hamchukuli kama mtu wa ajabu.
Baada ya muda, Bennett anakutana na Dave ili kumpa barua ambayo imefika kwa mwenzake wa chumba. Dave anapofungua na kuangalia yaliyomo, anakuta mkufu ambao Balthazar alikuwa amekusudia kumpa Veronica. Hii inamaanisha kwamba Balthazar huenda anataka kujitoa mhanga ili kumzuia Morgana. Dave anasema lazima afanye jambo fulani haraka. Wakati huo huo, Horvath anamwachilia Morgana ambaye bado yupo ndani ya mwili wa Veronica. Mara moja, Morgana anaanza kutumia nguvu zake kuunganisha sahani zote za satellite ili kuunda lango ambalo litaleta jeshi lake la wafu duniani. Kadiri mawimbi ya nishati yanavyoanza kupita kwenye satellite, Dave anayeshuhudia akiwa njiani kwenda kumtafuta Balthazar, lakini Becky haoni chochote na anashangaa nini hasa Dave anaangalia angani. Baada ya muda, Dave anamwambia Becky kwamba hataki aje pamoja naye kwa sababu anaweza kujeruhiwa. Becky anasema hata muacha peke yake, hivyo Dave anafikiria jinsi ya kumruhusu kumsaidia. Karibu mara moja, anampeleka kwenye ofisi ya redio ya chuo na kumwondia pande juu ya jengo ili kuhamisha antena na kuingilia ishara. Becky anaonekana kuogopa, lakini anakubali kufanya hivyo kwa ajili yake. Wakati huo Morana anaendelea kufungua lango. Horvath anaamua kuharibu Grimhold ili bosi wake asiruhusiwe kushikiliwa tena pale. Kabla hajafanya hivyo, Balthazar anaibuka katika bustani na kumchukua Grimhold kutoka kwa Horvath. Bahati mbaya, pete 3 zilizokuwa mikononi mwa Horvath zimemfanya kuwa na nguvu zaidi na anazitumia kushambulia Balthazar na kumtuma ng'ombe kumfuata. Balthazar anaweza kuepuka kifo, lakini kabla Horvath hajafanya jambo jingine, Dave anafika eneo hilo na mara moja anamsaidia mwalimu wake kushinda adui yake kwa kutumia ujuzi wake wa sayansi. Horvath anapojaribu kulipiza kisasi, ndege wa chuma wa Balthazar mara moja unamchukua mtu huyo mwovu kwenda mahali pasipojulikana. Bahati mbaya, ingawa Morana tayari amemalizia mchakato wa kufungua lango na jeshi lake linaanza kuamka sehemu mbalimbali za dunia, Becky kwa jasiri anaondoa antena ya redio ya chuo, jambo linaloathiri kila kitu ambacho Morana alikuwa amefanya. Hii pia inamfanya Morana kuwa dhaifu na anapoteza fahamu. Balthazar mara moja anakimbia kupata mwili wa Veronica na baada ya kuvitazama kwa muda, anamchukua roho ya Morgana ndani ya mwili wake. Veronica anarudisha udhibiti wa mwili wake na anatambua kile Balthazar alichofanya, lakini yeye anasema alifanya hivyo kwa ajili yake. Kisha anamwambia Dave amfungie ndani ya Grimhold, lakini Dave anasema hawezi. Ghafla, Morana anakamata udhibiti wa mwili wa Balthazar na kuachilia roho yake. Anapokaribia kwa choma moto Balthazar na Veronica hai, Dave anasimama mbele yao na kutumia mikono yake kuzuia moto huo. Hii inamshangaza Balthazar, lakini inamsaidia kuthibitisha kwamba kweli amempata Prime Millennium. Licha ya hayo, Morana bado anaonekana kuwa na nguvu kubwa sana. Anamshinda Dave na kumtupia Balthazar mbali. Balthazar akiwa dhaifu, anapoteza fahamu mara moja, lakini Dave bado anasimama dhidi ya Morana. Anapojaribu kumaliza Dave, kijana huyo anatumia nguvu zake kuelekeza kwenye taa aliyoko bustani na kutumia umeme kumchuma Morana hadi roho yake itoweke kabisa. Dave anaonekana furaha kwa kufanikisha hili, lakini anamwona Balthazar bado amelala bila fahamu. Kabla hajafanya jambo lolote, Veronica anatangaza kuwa Balthazar amekufa, lakini anasema ni vizuri kwa sababu tayari amemaliza misheni yake. Dave anahuzunika sana kusikia haya na anaonekana amesalitiwa moyo. Ghafla, anaukaribia mwili wa Balthazar na kusema hawezi kumwacha mtu huyo afa. Kisha anamzungushia duara la Merlin karibu na Balthazar na kuendelea kutumia nguvu zake kumpiga mara kwa mara kifua chake. Hii inaonekana haifanyi kazi, lakini Dave hakati tamaa. Hatimaye, Balthazar anaamka na anaonekana kufurahi kuwa hai. Dave kisha anampa Balthazar mkufu maalum ili aweze kumpa Veronica mwenyewe. Na huo ndio mwisho wa movie hii inayoitwa The Sorcerer's Apprentice. Usiache kusubscribe, like na kucomment kwa wingi sana. Comment chochote kile na Mungu atakubariki sana.